السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وبعد. Katika kipindi hichi ambacho bado tuko pamoja, tutakuwa tukinasihiana kidogo baada salatu al-fajr kuhusiana na jambo zima linalofungamana na adabu talib al-ilm. Hizi adabu talib al-ilm ambazo tutakuwa tunafundishana hapa na kukumbushana, nitakuwa nimezichukua katika risala ya Imamu Saadi rahimahullahu ta'ala, ambayo yeye anazungumzia adabu al-mutaallim, adabu al-muallim wal-mutaallim, adabu ya mwalimu na mwenye, adabu ya mfundishaji na mwenye, adabu ya mwenye kufundisha na mwenye kufundishwa, adabu ya mfundishaji na mfundishwaji. Lakini mimi nitachukua tu adabu za mfundishwaji. Adabu za nani? Za mfundishwaji, ambao ndio mahalu shahid. Na hizi adabu za mfundishwaji pia zinamkusanya mfundishaji na mfundishwaji. Ina maana kabla mtu hajawa mfundishaji alikuwa nani? Mfundishwaji. Miongoni mwa sababu za kumfanya mtu afikie daraja la kuwa mwalimu, basi anakuwa kwanza alikuwa ni nani? Mwanafunzi. Lakini wakati huo huo mwalimu anabakia kuwa mwanafunzi kwa level yake pia, kwani elimu haina mwisho. Al-ilmu min al-mahdi ila al-lahad. Elimu inatafutwa kuanzia mtoto mdogo mpaka anapoingia wapi? Kaburini. Kwa hiyo bado pia itamhusu hata huyu mwalimu, naye pia hizi adabu zitamhusu, za mwanafunzi pia naye zitamhusu, kwa sababu naye bado anasoma. Wazi? Naam. Awala, kwanza kabisa tutaangalia ikhlasu niyyati fi talab al-ilm. Ikhlasu niyya fi talab al-ilm, kuitakasa nia katika kutafuta elimu. Awwalu wa a'zamu adabin an yaqsuda al-muta'allim bi talabihi al-ilma wajha Allah ta'ala. Jambo la kwanza na kubwa kabisa katika adabu ni kwamba akusudie yule anayetafuta elimu, hiyo elimu anayoitafuta au kusudie uso wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ay yaqsida bihi raf'a al-jahli an nafsihi, akusudie kuondosha ujinga alionao yeye mwenyewe. Wal amala bil haqq, na akusudie kuifanyia kazi haki. Wa naf'a an-nasi, na akusudie kuwanufaisha watu. Wala mubahatan wala riasa wala talaba al-manzila 'inda an-nas, asikusudie mtu kujikweza kwa watu, yani kuwa na vyeo vya juu, yani kupambana na wale waliomzidi. Yani mtu asome ili na yeye afikie daraja la kuwa anajibizana na watu wenye elimu, anajibizana nao sasa na yeye, sababu wanaona sasa na yeye ashakuwa na elimu. Kwa hiyo anasema kwamba hao ni wanaume na sisi ni wanaume, yani kishakuwa na yeye kishakuwa mwanaume sasa. Kwa hiyo anaanza kujibizana na ahlul ilm. Kabla hajasoma alikuwa mnyenyekevu, alipokwisha kusoma akawa na jeuri sasa ya kutaka kujibizana na wale waliokuwa wakimzidi kielimu. Kwa hiyo mtu isiwe nia yake ni hiyo, kwamba anasoma ili awe na uwezo wa kujibizana na yeye na watu wenye elimu au kunakishiana nao, au kujikweza kwa wajinga ambao hawajui.
akajikweza kwao, wala isiwe lengo lake ni kupewa cheo katika kutafuta elimu yake. Isiwe lengo lake ni kupewa cheo au kupewa nafasi fulani kwa watu, kiasi cha kwamba yeye kwa sababu amesoma, akienda katika mazingira fulani akaona watu hawampi nafasi, basi anawachukia wale watu, anakuwa hawapendi. Niliona vizuri, lakini anakuwa afanyeje? Anakuwa hawapendi vizuri, yani kwa sababu wanaona kama vile mbona hawajui kama mimi na elimu, hawa watu mbona wananilii, hawanipi cheo, hawanipi nini. Si malengo ya kusoma hayo sio malengo ya kufanyaje, ya kusoma. Malengo ya kusoma ni kuondosha ujinga kwenye nafsi yako na kuondoshia ujinga wa nani? Wenzako. Kufanyia kazi yale ambayo umejifunza. Basi katika mambo ambayo mtu anatakiwa ayafanye, kwa sababu ndio nia ya kusoma, ni kutafuta fursa za kufundisha. Fursa za kufanyaje? Kufundisha watu na kuwalingania watu. Hiyo ndio ni jambo ambalo mtu anatakiwa litafute. Kama kwa msikitini naomba khutba, nakupa watu wa khutba, si ndio? Lengo lako nini? Wazundie watu kuna jambo fulani. Sawa? Sasa hivi kuna mitandao ya kijamii, kuna YouTube. Watu waovu wanaeneza uovu wao kupitia mitandao, si ndio? Na wao wanaenda kabisa, wanaandaa vipindi kwa ajili ya kueneza uovu wao, kusambaza. Wanajiandaa, wanaeneza. Kuna mtu ambaye anawaambia wafanye hivyo, sio wanafanya wenyewe? Wanafanya wenyewe. Waigizaji wanaeneza uovu wao kupitia maigizo yao. Waimba muziki hivyo, si ndio jamani? Kuna mtu ambaye ameweka, yani serikali imeweka kitengo maalum kwa ajili ya watu wasomee hiyo fani ili wawalipe. Wameweka hiyo? Hajawekwa. Watu wamejiwekea wenyewe na wanaeneza katika jamii, na wanajamii wanapokea yale mambo, wanaharibika. Kwa hizo ni juhudi zao binafsi za kueneza uovu. Sasa wao hawajaambiwa na sheria wafanye hayo mambo, hawajaambiwa na sheria dini wafanye hayo mambo, bali wamekatazwa, lakini wanafanya. Na mnaona jamii inapokuwa inaharibika kila siku kwa sababu ya hizo juhudi zao. Sasa inakuwaje kwa mwanafunzi anayesoma dini ambaye nia yake ni kuondoshea yeye ujinga na kuondoshea wenzake? Je, ana haki zaidi ya kufanya hivyo au hana haki hiyo? Na mwanafunzi ana haki zaidi ya kutoa juhudi hiyo, kutafuta hizo fursa na kuandaa hivyo vipindi maalum kwa kiwango ambacho anacho. Kulingania si mpaka uwe shekhe, unalingania kwa kile unachokijua, lillahi azza wa jalla, kwa ajili ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wala sio ajabu wewe mwanafunzi wa tamhid ukizungumza mbele za watu kupitia mitandao, ukawaambia watu kwamba wafanye matendo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosoma darasani, innamal a'malu binniyat. Kulingania watu kama unavyolingania msikitini, kulingania kwa wasomea aya, hadithi, kwamba watu wasifanye matendo kwa ajili ya vitu vingine vya kidunia, isipokuwa wafanye vitendo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ndio lengo la kuumbwa wanadamu. Basi ukamaliza. Ukiwa umeliona hilo kwa watu, kwamba watu wanafanya matendo kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya mambo ya kidunia. Ukifanya wewe na akafanya mwingine hivyo, akalingania hivyo, huyu akakataza kwenye watu kusikiliza muziki, huyu akakataza watu kulewa, akakataza watu kusema uongo,
huyu kuangalia picha chafu. Kwa hiyo kukaa kuna mwamko wa kulingania, si ndio? Watu wamechangamka, yani wanalingania. Itakuwa ni sababu ya kufanya yale maovu yafanyeje, yapungue. Kama si kuisha, basi yatapungua katika kiwango kikubwa, kwa sababu wanaona kama vile watu wengi wanawakataza. Lakini ikiwa watu hawasemi, basi wale waovu wao wana nashati, wana uchangamfu katika kueneza uovu wao, wanazidi kuueneza ule uovu, kwa sababu wenyewe nyie si mmenyamaza, mnajua mmenyamaza. Kwa hiyo mtu ambaye anasoma dini katika nia nzuri, nia ikhlas, ni kutumia kila fursa aliyokuwa nayo kwa ajili ya kulingania watu kwa kile ambacho anafanyaje, anakijua. Usidharau kwa yule unayemlingania, hata kama ni mdogo mlinganie, hata kama ni mmoja mlinganie, sawa. La tahkiranna min al-ma'rufi shay'an fa inna al-jibala min al-hasa. Msidharau katika wema chochote, mkoona hichi kidogo basi mkakiacha. Kwani mlima huu mnaouona umekuwa hivyo mkubwa, asili yake ni kichangalawe kidogo. Kwa hiyo kinaongezeka mpaka kwa mlima. Kwa hiyo la tahkiranna min al-ma'rufi shay'an. Lakini pia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, li an yahdiya Allahu laka rajulan wahidan khairun laka min humri ni'am. Allah subhanahu wa ta'ala akimuongoza mtu mmoja kwa ajili yako wewe, basi hilo jambo kwako ni bora kuliko mtu kumiliki ngamia mwekundu. Ngamia mwekundu kwa zamani kilikuwa ni kipando cha gharama sana, cha thamani sana. Sasa hivi pia tutapigia mfano wa vipando vyetu vya sasa vya gharama sana. Sasa wewe kumiliki kile kipando, kumlingania mtu mmoja akawa amekufuata, basi ni bora kwako kuliko kumiliki kile kipando chenye gharama, ikiwa ina maana kwamba wewe umefanya jambo kubwa sana na bora mbele ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na watu sasa hivi wanapokea tu, kile wanachokisikia wanapokea tu. Kwa hiyo kama ni shari, anapokea nini? Atapokea shari. Kama ni kheri, watapokea kheri. Na si lazima waifuate, basi ile tu kuisikia tu inatosha. Ile tu watu kusikia pia inatosha kwako kuwa umefanyaje, umewasikiliza kheri, umewasikilizisha kheri, kwa sababu ule muda wao umeutumia katika kusikia kheri. Kama usingeutumia ule muda kuisikia kheri, ungeutumia kusikia nini? Shari. Hata kama si shari ya kuwapatisha madhambi, basi itakuwa ni ile shari ya kuwapotezea muda. Ina maana ule muda wake hajanufaika nao katika jambo litakalomsaidia kwenye dunia na akhera yake. Hivyo mwanafunzi anatakiwa anaposoma awe na nia nzuri na mkusudie Allah subhanahu wa ta'ala katika nia yake. قال السعدي رحمه الله: إن أهل العلم من المعلمين والمتعلمين يجعلون أساس أمرهم الإخلاص الكامل والتقرب إلى الله. Hakika watu wenye ilmu katika walimu na wanafunzi wanafanya kuwa msingi wa jambo lao la elimu ni ikhlas ambayo imekamilika na kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hakika matendo huzingatiwa kwa nia, na hakika kila mmoja analipwa kutokamana na kile alichokinuia. Wazi? Ina maana kama wewe
unajifunza ili uwe na usikike kwamba umesoma na wewe basi katika kijiji chenu, kwamba fulani naye kasoma bwana, soma, basi malipo yako yatakuwa ni hayo hayo ya kusikika kwa watu. Lakini kama malengo yako ni wewe ufikishe, ujikurubishe kwa Allah kwa kule kusoma kwako, basi utapata thawabu za wewe kule kufanyaje, kusoma. Na hiyo si mpaka wewe ushaanza kufundisha, la, kule kusoma tu unapata nini? Thawabu, kwa sababu ni ibada ile ni ibada, unapata thawabu. Waqala sallallahu alayhi wasallam fi at-tahdhiri min ar-riya, na amesema Mtume swalla salam za juu yake akiwa akitahadharisha riya, akasema man sam'a Allahu bihi, man sam'a Allahu bihi, yule ambaye atakayefanya jambo kwa lengo la kuwasikilizisha watu walijue jambo lake, sawa, basi na yeye Allah subhanahu wa ta'ala atayafanya mambo yake pia watu wayajue, yani atadhihirisha mambo yake. Kama ni aibu zake Allah atazidhihirisha mbele za watu, lakini kama ilikuwa ni matendo mema amefanya si kwa ajili ya Allah, anataka watu wasikie kwamba yeye anajua, basi hayo ndio malipo ambayo atakuwa ameyapata yeye, na siku ya Kiyama hatopata kitu. Waman yurai Allahu bihi, atakayefanya jambo ili watu wamuone, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamuonyesha pia kwa watu. Yani hayo ndio malipo. Atalifanya lile neno lile, atamfanya aonekane. Sitaka kuonekana, kwa hiyo atakuwa aljazao min jinsi al-amal, malipo kutokana na matendo. Siku ya Kiyama hatakuwa na malipo hayo ya matendo yake. فطالب العلم يسأل نفسه دائما لماذا أتعلم. Kwa hiyo mwanafunzi anatakiwa siku zote awe anaiuliza nafsi yake, kwa nini anasoma? Kwa nini nasoma? Kwa lengo la kujikumbusha. Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala maneno yake anasema, idha lam tukhlis fala tut'ib nafsak, kama wewe hukusudii kufanya ikhlas, basi usijichoshe. Usifanyaje? Usijichoshe. Kama unasoma sio kwa lengo la Allah na malengo mengine, basi bora acha kusoma, hakuna faida kwako. Sawa, hakuna nini faida, isipokuwa ni nini? Hasara. Ni hasara, hakuna faida. Matendo yote utakayoyafanya alafu lengo lako likawa si Allah, unataka kitu kingine, basi usijichoshe, sababu unajichosha bure. Kwa Allah hamna kitu, hutopata chochote. Umepoteza muda wako, unapoteza nguvu bure bila faida yoyote. Hilo jambo kama huna ikhlas nalo, achana nalo. Ndio maana ikawa kwamba matendo yaliyokuwa bora kwa Allah ni yale ambayo mtu amemkusudia nani? Allah. Hata kama ni kidogo, ni bora sana kidogo ambacho kimekusudiwa Allah kuliko kingi ambacho hajakusudiwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kile kingi hakina maana na hakina uzito mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na miongoni mwa sababu za kumfanya mtu adumu katika jambo ni ikhlas, kwa sababu anayemfanyia yupo na anaamini kwamba atamlipa. Alaysa kadhalikum? Tukupeni mfano wewe ulikuwa unawapa watu, unawafundisha watu, mfano wewe ni mwalimu mathalan, unawafundisha watu, wale watu wakawa na kuheshimu sana,
kwa elimu yako, wakijua kwamba wewe hakuna zaidi yako kielimu, wanakuheshimu kwa hilo. Zikapita zama, akaja mtu ana elimu zaidi yako, sawa? Akaja mtu ana nini? Ana elimu zaidi yako. Ile heshima ya wale watu ikahama, sawa? Ikafanyaje? Ikahamia wapi? Wakaanza kumheshimu yule alikuzidi sasa. Kumbe naye ajui bwana, kuna anayejua zaidi kule. Wakahamisha ile heshima walikuwa wanakupa wewe, wakaanza kumpa nani? Yule mtu. Katika hali hiyo sasa, wewe ile na sharti yako na sharti na ule uchangamfu uliokuwa unautoa kwa wanafunzi, unawafundisha umechangamka, unawapa faida, unafanyaje, unawapenda, wewe unawajali, unadhoofika katika hilo. Unaanza kuwa unafundisha kidogo tu, unakuwa na hasira yani. Maswali utaki tena. Ushirikiano wako umepunguza, pia ushirikiano na wanafunzi. Kwa sababu gani? Sababu wao umepunguza nini kwako? Umepunguza nini? Ile heshima, kwa sababu ameshakuona kwamba kumbe huyu naye anazidiwa elimu na fulani. Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo itakuwa ni dalili ya kwamba wewe ulikuwa unafanya kwa ajili ya nini? Jawabu. Hii ni dalili kwamba wewe ulikuwa unafanya kwa ajili ya nini? Wewe hapo shehe. Hiyo dalili kwamba huyo alikuwa anafundisha kwa ajili ya nini? Ile na sharti yake ilikuwa kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kuonyesha wale wanafunzi na kulipa ile heshima yao. Kulipa nini? Heshima yao. Yaani nimekuchangamkia kwa sababu umeniheshimu. Hii kitu sio kirahisi. Kinahitaji kupambana na nini? Na nafsi yako. Sawa? Kila mtu lazima ilazimishe nafsi yake hii tabia isiwepo. Kawaida ni hivyo. Nafsi. Ukiangalia hizi ibada mbili tofauti, hawa wanafunzi wana haki ya kukuheshimu wewe kama mwalimu wao, si ndivyo? Lakini wewe pia kama mwalimu una jukumu, ni haki ya wanafunzi kuwafundisha kwa juhudi yako yote na kwa uchangamfu wako wote, si ndivyo inavyokuwa? Ili wakuelewe. Hiyo ni haki yao, ndio uwape wanafunzi. Haitakiwi ile haki hiyo ni kwa wanafunzi pindi watakapokuheshimu wewe. La, wape ile haki yao, si ndio jamani? Itakapokuwa hawajakuheshimu wale wanafunzi, si sababu ya wewe kutokuwapa haki yao, kupunguza katika haki yao, si sababu. Lakini pia hata kama ingekuwa sio haki yao ya lazima, pengine ni kheri tu unafanya, unajikurubisha kwa nani? Kwa Allah, kwa ile kheri. Basi kwa wale wanafunzi kutokukupa wewe ile haki ya heshima na nini, si sababu ya kutokuendelea kujikurubisha kwa nani? Kwa Allah, kwa kuwafundisha kwa uchangamfu na kwa upendo. Isiwe ni sababu, kwa sababu wewe unamfanyia ni nani? Sio nani? Sio wanafunzi. Wewe humfanyii wanafunzi, unamfanyia nani? Hivyo mwanafunzi kwa mwalimu wake, hivyo mwanafunzi anakuwa anampenda mwalimu kwa sababu anamuona mwalimu wake ile yuko poa kwake, yuko poa. Nasema yuko poa, unaelewa? Mwalimu wa kufanya ile mwalimu poa sana, yani maana yake ile mwalimu hata ukichelewa darasani hata akupigi, unafika umeingia tu na kazi zako. Ukisinzia hata kusumbui. Au anagawa zawadi. Basi ukampenda mwalimu kwa hilo. Siku moja mwalimu yule akakusimamisha yule darasani. Kwa nini unasinzia kila siku? Kwa nini unachelewa kila siku? Kwa
kwa nini unazungumza darasani? Yeye akakusimamisha mbele za wanafunzi, yale mapenzi uliokuwa nayo kwa mwalimu yakafanyaje? Yakapungua, ukaa kama vile akiingia darasani unakasirika na nuna ukaa hivi. Au siku moja akakutia fimbo 2 3 darasani ukawa mpendi tena. Yale mapenzi uliokuwa unampa kweli mwanzo yalikuwa ni kwa ajili ya Allah, ingekuwa ni kwa ajili ya Allah yangeendelea. Kwa hiyo hapa nachokusudia kwamba miongoni mwa sababu ya kufanya matendo yako ya dumu, ukitaka matendo yako ya dumu yaendelee, yani fanya kwa ajili ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu miongoni mwa vitu ambavyo vinafanya matendo ya mtu yasimame ni kwa sababu ya nia yako kwenye yale matendo. Umefanya kwa ajili ya mambo ya kidunia. Yale mambo ya kidunia yakikatika, ile nguvu ya kuendelea kufanya inafanyaje? Inaisha. Lakini je, Allah na malipo yake yanakatika kwako? Allah amekuja kwenye hadithi Allah na Mtume anasema, inna Allaha la yamillu hatta tamallu. Allah hachoki mpaka mchoke. Yani maana yake Allah haachi kuwalipa mpaka nyie mwache kufanya matendo. Haachi kuwalipa matendo yenu mema mpaka nyie mwache kufanya nini? Matendo mema. Kwa hiyo anayefanya kwa ajili ya Allah huwa hachoki, yani haachi. Anaweza kadhoofika, kwa sababu kudhoofika kupo katika maisha ya mwanadamu. Kadhoofika kidogo, kashindwa, karudi, lakini atafanyaje? Atarudi. Sawa, atafanyaje? Atarudi tena, na akirudi anarudi na nguvu mpya. Lakini yule ambaye anafanya kwa ajili ya vitu vya kidunia, huyu bana, vile vitu vikiteteleka na yeye anateteleka. Kama wewe ulikuwa unasoma dini hapa kwa sababu nyumbani kwenu wanakujali, ndio unasoma, wanakusifu, wanakunyanyua, wanakufanyaje, zile hali zitakapoondoka utasoma, utaona kabisa kama mimi tena kusoma basi. Lakini kama unasoma kwa ajili ya Allah, utoacha, kwa sababu Allah yupo. Allah yupo. Tumalizie kwa kisa kimoja ambacho kilitokea kwa masahaba. Kati yao, katika safu yao, walikuwemo watu ambao walikuwa ni Waislamu lakini hawakuwa na ikhlas katika Uislamu wao. Ikawa ni sababu ya ule Uislamu wao kufa baada ya kuwa yale malengo yao yamefanyaje? Yamekatika, si ndio? Uislamu wao na wao Uislamu wao ukafanyaje? Ukakatika. Nakumbuka kipindi amekufa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulitokea nini katika mambo makubwa yalotokea? Kulitokea nini? Kulitokea nini Sheikh? Kuna watu waliritadi, si ndio? Kuna watu walifanyaje? Waliritadi. Sababu ya kuritadi ilikuwa ni nini? Yenye Waislamu ilikuwa ni nini? Nani mayujib? Aiwa, kufa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ina maana wao Uislamu wao waliokuwa nao walikuwa wamefungamanisha na uhai wa nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mtume alipokufa tu na wao wakaona hakuna haja ya kuwa nani? Muislamu tena, mtume alishakufa, wakaritadi. Mbona matatizo ya kutokuwa na ikhlas katika vitendo? Na hii dunia, kila kitu unachokiona duniani hapa kinaondoka, kina mwisho wake, si ndio jamani? Kwa ukifungamanisha kitendo chako na kile kitu, basi siku kikiondoka kile kitu, kile kitendo chako pia kinafanyaje? Kinakufa na chenyewe. Hayo ndio matatizo na madhara ya kutokuwa na ikhlas katika vitendo. Akaja Abu Bakar Siddiq baada ya kuona na kuthibitisha kama mtume kafa kweli, akawaambia watu kwamba man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun
la yamut. Tumeelewana vizuri? Yule aliyekuwa anamwabudu Muhammad, basi Muhammad kafanyaje? Kisha kufa. Ina maana na sasa ni Uislamu wake utakuwa umeisha, ibada yake imefika mwisho naye. Waman kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Yule ambaye alikuwa anamwabudu Allah, basi Allah yuko hai, ina maana huyo ataendelea kufanyaje? Kufanya ibada, si ndio? Hayyun la yamut, na kila jambo ambalo linafungamana na Allah bado litaendelea kuwepo, msaada wake utaendelea kuwepo. Haifikii kipindi kwamba Allah kadhaufika, kwamba sasa hivi Allah msaada wake umeshazoofika, kwa hiyo mimi sikumtarajia tena. Hapana, kwa sababu Allah sasa hivi ni mdhaifu. Ipo hiyo, ipo. Angalieni mbingu hii ambayo imeumbwa tangia zama hizo mpaka sasa hivi, kuna dosari yoyote na hii mbingu? Hamna, hakuna. Uumbaji wa Allah hauoneshi dosari, bali unaonesha ukamilifu wa mtendaji, unaonesha ukamilifu wa mbingu, unaonesha ukamilifu wa nani? Wa aliyeiumba mbingu, si ndio? Ukamilifu wa utengenezaji wa maji, uumbaji wa maji na ardhi na milima, unaonesha ukamilifu wa nani? Ukamilifu wa maumbile yako wewe mwanadamu yalivyo, unaonesha ukamilifu wa. Kwani hawa wazungu ambao wameendelea kiteknolojia, ambao dunia inawasifu, dunia nzima, sababu ya kuwafanya watu wawatukuze ni nini? Si maendeleo, si ndivyo? Yani vile wanavyofanya, vile wanavyofanya ndivyo vinawatafsiri wao, na ndio vinawanyanyua katika nyoyo ya watu. Hao ni wanadamu. Vipi Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa hiyo ukitaka kumjua Allah, angalia uumbaji wake, si ndio? Wa min ayatihi al-laylu wan-nahar wash-shams wal-qamar. Yani vitazameni hivyo vitu, mtamjua Allah subhanahu wa ta'ala ni nani, ukamilifu wake na umoja wake na uwezo wake, mtaujua kwa kuvitazama hivi vitu, si ndio? Ndio maana akasema la tasjudu lishamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun, in kuntum iyyahu ta'budun. Msujudieni Allah ambaye kaviumba hivi vitu, ikiwa kweli nyie mnamkusudia yeye kumwabudu. Kama kweli mnamkusudia, basi muabuduni yeye, yeye ndio kaumba mnavyoviona. Kwa hiyo ukitaka kumjua Allah, katika vitu vitakavyokuwa vinakusaidia wewe kuweza kumweka Allah karibu na kumwelekezea ibada zako, ni kuangalia uumbaji wake. Sawa? Allah amewataja watu wema akasema, alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ardh, yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ardh, rabbana ma khalaqta hadha batila, rabbana ma khalaqta hadha batila subhanak wa qina adhaban nar. Hawa ni watu wema, wanatazama. Kwanza wanafanya dhikri, wanamtaja sana Allah katika hali zao zote, lakini pia wanatadabbar, wanaangalia mbingu, wanaangalia uumbaji wa mbingu na ardhi, wanakiri kwamba hapa huyu ni Allah. Allah hajaviumba hivi vitu kimchezo, isipokuwa kuna malengo. Tumeelewana vizuri jamani? Kwa hiyo sisi tumeumbwa kwa ajili ya kufanya ikhlas. Tujitahidi tufanye ikhlas katika matendo yetu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.
Pata faida mbalimbali kutoka Markaz Imam Al-Muzani na nje ya Markaz Imam Al-Muzani kupitia chaneli yako pendwa ya Al-Muzani Online TV.